Guys, watu wengi wenye wako Gulf, wanawake wengi wenye wako Gulf wanafanya kazi na ndumba. Sijui kama mnajua, sio wote, lakini wengi saa hizi wanafanya kazi na ndumba. Mkae kwa kujihadhari. Kuna nationality mbili, guys. Mimi nakuanga group moja ya mashehe wakubwa sana, yani hata uwezo hata sijui nilibahatika aje. Hiyo group inakuanga kwa website, uwezi ukaipata. Inakuanga yani wanafunza mambo ya matibabu ya kisuna na pia kukatazana vitu zenye, na katika hiyo group kuna watu wakubwa pia wanakujanga wenye matatizo labda, yani hiyo group ni ya maroki, yani nikisema roki ni yani wale watu wanafanyanga rukia, watu wamesoma dini na wanafunza dini na wanakatazana mabaya. Venye niliingia kwa hiyo group siwezi nikakuexplainia, ni Mungu tu alitaka niingie, na vitu vingi ninavijua kutoka pale na ninajifunza, hata zingine ni ngumu kuwaeleza juu hamuta blend. Na kwa hiyo group huwezi ukachukua video, huwezi ukachukua nini tu, watu waga wanatoa yani wanafundishana, labda kuna mtu mwenye alifanyiwa rukia akafanya hivi, jini akasema hivi, akaongea hivi, yani vitu za kisuna. Nikisema hivyo mnaelewa, na kama uelewi sasa mimi usinilaumu. Juu the more nita explain the more hautanielewa. So we jua nakuanga kwa group yenye ninapatanga information nyingi sana kuhusu ulimwengu wa kiroho na vitu ambazo zinakatazwa kwa dini yetu ya Kiislamu. Hapa nataka niwapatie siri moja, imekuwa ikifichuka, yani ni vitu nimekuwa nikiwaambia na ni kitu imekuwa ikifanyika. Kuna nationality fi Clorox. Inti kidari sawi fi Clorox? Ana mafiji. Ana kali Clorox isane siji wasaru. Unaona? Sasa ndio hivyo sasa. Kuna mtu alifanyiwa rukia na kuna hiyo video, lakini hiyo video uwezi uka-download. Sawa, uwezi uka-download kitu yoyote. Wewe ni usikize, uende ufunze watu, yani uambie watu kitu umeona. Hizo ndio sheria na ndio maana uwezi ukaingia kwa hiyo group. Sawa. Kuna clip moja ya nationality ya wanawake wenye mimi sitasema hiyo nationality kwa sababu kuna wengi wazuri na kuna baadhi yao wabaya. Sawa. Wanatumia ndumba. Sawa. Sasa wenyewe kwa wenyewe wakakosana na wenyewe kwa wenyewe wanatumia hizo vitu. Sasa venye walikosana na ni kama ni Mungu, huyo mdozi wao alikuwa anasema mimi ni Mungu tu, kwa sababu wakati nilianza kupitia mashida na vitu ngumu sana, nilianza kufanya pia dua za kama kwa hii nyumba kuna watu wenye hawana heri kwa hii nyumba, Mwenyezi Mungu awaondoe. Kwa hivyo zile dua za ule baba anasema ni hizo dua ndizo Mungu alifichua hizi vitu zote. So wasichana walikosana from nowhere. Na unajuanga sisi Team Strong tukikosana, kitu ya kwanza ni kuanza kusemana, na hiyo ndio wanawake, hiyo ndio asili ya wanawake. Mnasemana mpaka zile tusiri mlikuwa mnafichania, ulipasua hii ukafanya hii, wewe unaendanga kwa simu unakaa kwa choo, kama si huyu sasa amenipata hapo. Si amenipata hapa nikiongea na simu. Sasa aende aambie Waiguru. Si unajua akienda kumwambia ni vibaya juu nimekuja kuosha choo na nimesoak choo. Sasa kama hamuelewani, sasa visiri kama hizo ni za kazini na za kawaida. Sasa hawa walikuwa na vitu zao za kishirikina wanafanya. Alafu wakakosana. Sasa wakati walikosana wakawa wanaongea wanasema na before huyu baba ameshaenda kufanyiwa rukia mara nyingi. Akifanyiwa rukia, majini wanasema anga hizi vitu, lakini kwa sababu pia sisi kama Waislamu tunaambiwa tusiamini jini. Jini wanakuanga waongo sana. Jini anaongea kitu moja kweli na ingine uongo. Sasa pia hakuwa anataka kudhania hawa vibaya, unaona, lakini pia ushahidi Mwenyezi Mungu akaulete.
wakakosana, wakaanza kusema venye wanafanya, huyu amefunga hii, huyu ako na hii, huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi. Yaani inafika mahali unafunga mtu asizae juu nyinyi hamtaki kufanya kazi. Sasa mnaona huyu akizaa ataongezea watoto. Sasa mnaenda mnafanya ushirikina wenyu ule mwanamke asipate mimba. Hiyo ni vibaya sana guys. Mumefanya watoto ati unasikianga wanauliza watoto nisiseme juu nikisema naweza nikasema na nini, anaambia watoto ati mimi nataka kwenda kwetu. Mtoto anashinda the whole day akilia akijigonganisha juu umesema unaenda, ile tu kusudi tu ati sasa ndio mtoto alie uonekane wewe na hakuna kitu unafanyia mtoto ya maana, hakuna hata kitu unafunza mtoto. Hata ni nini unafunza mtoto? Umebrainwash mtoto wa watu, mtoto amebrainwashiwa ni kama anakuabudu. Si kitu, hakuna kitu mzuri unafundisha pale mtoto, hakuna. Lakini mtoto anakuogopa hivi, mtoto anakutii. Kwa nini mtoto akutii hivyo? Na hakuna kitu ni uchawi. Haya, waliongea vitu nyingi sana, wakaongea na wakashikwa na wakaongea na wakaambiwa waseme zile vitu zote wanajua wanawake wanafanyanga. Walisema vitu nyingi sana. Na hii country inapenda sana na vitu na damu. Wanapenda vitu za kidamu sana. Na kwa hii kitu nataka kuwaambia kwa sababu vitu ni nyingi guys, naweza nikawaambia na zingine najaribu kulimit ndio nisije nikawapatia siri mkafanya. Chunga damu yako sana ya hedhi na chunga huyo unafanya kazi na yeye. Kuna vitu nyingi zinatumika na ni dumba na wewe hujui. Kuna mtu unaweza ukaona amekuja kwenyu, kila kitu anaekanga opposite, kila kitu opposite, kila kitu opposite, kila kitu opposite. Kitu yoyote akishika anaekanga opposite. Wewe unadhania ni venye hajazoea, lakini hiyo ndio ndumba. Hiyo ndio ndumba. Na hawa hata sio wa mbali. Na hiyo ndio ndumba sasa. Na Waiguru yeye haonangi ameweka vibaya, lakini wewe ukisema leo acha niweke venye anaekanga si audi zangu, hiyo siku ndio utakiamusha dude, ndio mtakosana mpaka na Waiguru. Unaona mtu vitu zake zote anafanya opposite, lakini anaheshimika, anapatiwa mpaka vitu, na wewe mwenye unafanya vizuri hupatiwi. Vitu zingine ni ndumba. Mimi kitu nataka kuambia Team Strong mwenzangu, kama unaweza ukakuwa wewe ni miongoni mwa wafanyikazi kama hawa, jua Mungu ni mmoja na adhabu iko. Na kitu yote unafanya hapa in the name of unafanya kazi, hiyo kitu itakuaffect na utaenda kuulizwa. Na ni dhambi sana. Fanya kazi ile mapenzi ya kweli, ile kufanya kazi kwako vizuri, upendwe juu ya kazi yako ni nzuri than kuenda kufanya vitu zako ndio upumbaze watu. Hizi vitu unafanya lakini zita-affect watu, zita-affect watoto. Tumche Mwenyezi Mungu. Tumche Mwenyezi Mungu. Ni binadamu kama sisi. Unaona? Ni binadamu kama sisi. Hata kama anakufanyia aje, toka kwa hiyo nyumba, nenda mahali pengine, lakini usifikirie utumie kitu yoyote. Itamuaffect na pia wewe utapata nini baadaye. Hawa wanawake nakwambia saa hii wamefungwa na ujue adhabu yao ni kuuawa. Wamefungwa miaka mingi sana. Na wengine kama hao wanaendelea kutafutwa. Na mjue hiyo kitu yenye unafanya kisiri. Jini huyu mwajiri wako akienda kusomewa rukia, mjue jini atasema. Hata kama jini ni muongo atasema 100 uongo na 1 aseme ukweli. Hiyo 1 kweli ndio itakufunga. Juu watu wakienda kufanyiwa, wengi wakienda kufanyiwa rukia, matatizo wanaambiwa wanafanyiwa na wafanyikazi. Guys, tumche Mwenyezi Mungu. Mimi hiyo ndio ile kitu naweza kukuambia. Kama ni cleansing, fanya cleansing za kisuna. Fanya kitu yenye unajua haitamdhuru mtu yote. Kuna wale watu, yani mimi sijui nitawaambia nini, lakini make sure unafanya protection za dua. Make sure unaomba. Make sure unaomba. Hizi nyumba zina vitu nyingi sana. Inaweza ikakuwa kikulacho ni huyo damu zako za hedhi. Wakati umeingia hedhi, damu yako angalia vizuri. Ukitoka kwa choo, toka na damu yako. Hata ni heri uweke uishike na mkono hivi uende ukatupe, ama utoke straight uende ukazitupe kwa zubara. Usizoe kuacha damu yako kwa choo juu huyo jirani yako mnafanya kazi naye haumjui. Nywele yako, nywele hizo ni zile vitu hizo vitu nataja ni zile vitu wamekuwa wakitamba nazo. Nywele yako chungana nayo.
Na guys, Mwenyezi Mungu atusamehe na akinge hawa watu wetu.